Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ba'd. Ndugu zangu, tunaendelea na masomo yetu kama tulivyoweza kufundishana huko awali. Tumekuwa na madarasa nyingi ambayo tumekuwa tunapeana kuhusiana na huu ulimwengu, ni jinsi gani tuna uwezo kuishi katika hii dunia na jinsi gani ambavyo tunaweza tukaondoka katika hii dunia. Leo nakuletea kipindi kidogo tu cha kukuzungumzia kuhusiana na jambo linaloitwa duatil makbur, dua yenye kukubaliwa, dua ambayo unaifanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakujibu kwa muda mfupi, unaipata bila mashaka yoyote. Kwa wale wafanyabiashara, unafanya biashara, ima biashara ya kukaa, biashara ya kusafiri, biashara ya kuzunguka, biashara ya mafuta na biashara aina yoyote, kama unajijua ni mfanya biashara, tena biashara aina yoyote, basi wewe unatakiwa uzisome hizi duatil makbur ili uweze kuendelea kuweza kupata mafanikio katika kazi yako. Lengo ni nini? Wewe mfanya biashara, unafanya biashara kwa ajili ya kutafuta maslahi. Ufanye biashara kwa ajili ya kutafuta jina kubwa, kwamba ujulikane dunia nzima, uweze kufahamika ulimwenguni. La hasha, unatafuta maslahi, uweze kupata kipato kikubwa, uweze kuishi maisha bora, uweze kuishi maisha ambayo unaweza ukajikimu, ukajisaidia na ukaendelea na ukasaidia na wengine. Siku zote nakuwa nawaambia kwamba tupige vita umaskini. Kwa hiyo leo nimeongea kwa hawa wafanyabiashara. Kwa wewe fundi, ima ni fundi cherehani, fundi ujenzi, mtaalamu, injinia, yani ni mtaalamu wa jambo lolote lile, pia kuna duatil makbur, ambayo dua hizi ukiziomba, ukizifanya na ukatekeleza, kikubwa katika mambo yote haya, ndugu yangu mpenzi, kikubwa juu ya mambo haya ni wewe kufuata kanuni, kufuata taratibu. Ukifuata kanuni katika jambo lolote, ukafuata taratibu katika jambo lolote, basi hakika yako unakuwa katika mafanikio makubwa. Hii kitu fedha inakuwa sio tatizo kwako, afya inakuwa sio tatizo kwako, kusaidia ni kunyosha mkono inakuwa sio tatizo kwako. Kwa sababu nini? Umefuata kanuni, umefuata utaratibu na mpangilio wa jambo lenyewe. Hata dua zina utaratibu na mpangilio wake, kama nilivyoweza kuambia. Kwa mfano biashara, kwa wewe mtaalamu, utaalamu huo anaendekeza injinia na watu wote wenye makampuni yanayohusiana na mambo ya kitaalamu. Kwa wewe ndugu yangu ambaye ni mlalahoi, mfanya biashara ndogo, leo umebadilisha, unauza nguo, kesho unauza mayai, kesho kutwa unalima, wewe kazi yako naye kuna dua maalum ya kuweza kukuweka sawa ili uweze kuendana na nyota yako, ziweze kukaa vizuri ili uweze kufanikiwa katika mambo yako. Kumbuka ndugu yangu, utaratibu ndio kitu kinachoweza kukusaidia ili wewe uweze kufanikiwa katika maisha yako. Ukifuata kanuni, taratibu na misingi ya hizi dua, hakika utafanikiwa na utakuwa miongoni mwa waja wenye kufanikiwa katika hii dunia. Usipende kukaa ukabweteka, usikate tamaa. Masomo haya na kufundisha ili wewe unipigie simu uniulize ni dua gani hiyo, nitakufundisha. Sina kinyongo, sina hiana, sina roho mbaya ya kuweza kukunyima wewe. Kikubwa wote tuende katika gurudumu moja. Karibu tuendelee katika vipindi vyetu vijavyo. Mimi ni Sheikh Daud Ibn Abdallah wa Sagai, ninakukaribisha katika vipindi vyetu. Tuendelee kujifunza, tuendelee kusoma. Kikubwa kibaya, usikate tamaa. Tafuta fedha, tafuta mali, uishi vizuri duniani, na itafute pepo yako, uishi vyema kesho akhera katika matarajio yako mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.